Hamjambo ndugu wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, ni kwa mara nyingine tena likiwa jina langu linasalia Babu G, Babu Great, Babu Good ndani ya Talanta Mwanza Media. Wanakwambia wanasemaje. Leo hii anakosekana tu kijana mwepesi Makturi, lakini niko sambamba kuhakikisha kuwa mnayasikia yale ambayo hayasikiki na mnayajua yale ambayo hayajulikani. Na mezani kwangu leo niko na mgeni hapa. Nitampatia nafasi ajitambulishe yeye ni nani na labda anajishughulisha na nini, alafu tuweze kuendelea. Karibu kaka. Asante. Mimi kwa majina naitwa Adam Juma Magonjwa. Wasishangae kusikia jina Magonjwa. Mimi natokea Maganyakulo lakini mzaliwa wa Tiwi. Ndio. Najishughulisha na masuala mengi sana. Hebu tutajie matatu katika hayo mengi sana. Kwanza mimi nitasema ni mfanya biashara. Ndio. Mfanya biashara kijana, wauzaji figo nyinyi. Ndio kutaja biashara bwana. Hizo ni fikra zangu. Lakini mimi ni kijana tu wa kujituma na masuala ya biashara tofauti tofauti. Ndio. Niko na biashara ya grooming ambayo inafahamika kama Adams Grooming. Ndio. Inapatikana pale Maganyakulo. Lakini pia vile vile niko na Adams Medical Clinic. Ndio. Ambapo kwamba tunatoa matibabu. Inapatikana pale sehemu za Tiwi. Ndio. Lakini pia vile vile tuko na Adams Fast Food, japo hujisikia na imani hiyo. Ajua Salam Food mimi. Inapatikana pale Maganyakulo. Lakini pia nafanya kazi na shirika la Kwale Youth Assembly. Ndio. Nikiwa kama waziri wa usalama kwa vijana Kwale County. Yani una mapete mengi sana, umezivaa kofia nyingi sana. Na nikigonga hapo kwenye pete zote ulizozivaa, watazamaji wamekuwa na dukuduku na baadhi ya message ziweza kunifikia kuwa hebu mtafute huyu kijana, tuna maswali yetu. Na labda nikinukuu maswali mawili matatu hivi. Swali la kwanza, watu walikuwa wanauliza huyu Adam anafanya vitu vingi sana. Lengo lake ni nini? Anahitaji nini hasa? Sasa labda leo watazamaji waweze kujua wewe kama Adam, haya yote unayafanya kuletea jamii yako hospitali, kuweza kuwaletea sehemu ya grooming pale ama bwana harusi, tena kwa bei nzuri kabisa. Ni lazima unaambiwa kuwa siku zote anayepeana naye pia anataka kupewa. Je, wewe pia unapeana, unahitaji kupewa? Kuna hadithi moja hii, lakini ilikuwa ni mambo ya madrasa. Na pia madrasa niko nayo ya kuhifadhisha watoto Quran boarding. Lakini nasema khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bora wewe mwenye kuisoma Qur'ani kisha akaifundisha. Nimo sawa. Sawa. Sasa niseme hii kwa sababu mimi kweli niko na kipaji fulani. Sawa. Lakini kile kipaji siwezi kuwa nimekiwekea malengo ya kuwa mimi na kitu fulani na kitaka. Ndio. Malengo yangu ya kipaji ambacho kwamba niko nacho ni kuhakikisha vijana wa Kwale na wao wanafaidika na kile kipaji ambacho kwamba mimi niko nacho. Nikiwa mfanya biashara, lazima kuna vijana ndani ya Kwale wanahitaji kuwa wafanya biashara. Wanahitaji kupata riziki. Ndio maana nikaja na vitu vingi kama hivyo kwa ajili ya kutaka kusaidia vijana wa Kwale. Maswali yamekuwa mengi kwa watu wengi tofauti ya kuwa Adamu kuna kitu anahitaji, Adamu kuna kitu ambacho kwamba anataka kufanya, Adamu labda huwa na siasa fulani ndani yake. Lakini mimi nitasema sijakuwa na fikra hizo. Bado. Haya, sawa, mimi sisemi kitu. Kama mlivyoweza kumsikia, ameweza kunukuu kusema hajakuwa na fikra hizo, lakini huenda labda akawa nazo, na akiwa nazo basi tutawajulisha. Utakuja nazo wewe. Na pia tumeweza kupata swali jingine kuwa kuna cheche ambazo kuna baadhi mmeweza kuzisikia kuwa huyu Adam anafanya yote kwa sababu ni wenyewe anaita devil. Kwa venye unavyofanya, kwa sababu watu wanasema huyu mbona ana pesa nyingi sana. Na watu wanaamini kwa biashara haramu peke yake ndio zinaleta pesa nyingi. Hizi pesa zote Adam anazitoa wapi? Kijana mdogo sana. Natumai ukianza kujibu hili swali utatuanza na miaka yako. Kijana mdogo sana lakini ana pesa nyingi kama ndugu yetu Chief Godlove kule Tanzania. Je, inakuaje? Kwanza niseme alhamdulillah. Miaka. Lazima nimshukuru Mungu kwanza. Miaka na miaka 22. Umeona sasa? Wengi wakisikia hivyo watashangaa, lakini mimi ni miaka 22.
zote ni neema za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wewe ukiwa mtafutaji ndio lazima neema zitakufuata. Na huwezi kaa tu ukasema mimi basi sina wacha nikae. Na ndio kitu ambacho kwamba kinapitia vijana wetu wengi sana. Yeye kwa kuwa hana basi akaamua tu akaya tu. Lakini ukiwa mtafutaji basi pia nawe riski zitakutafuta. Neema zitakutafuta. Mimi juzi nimekaa mali na yale yote ninayoyafanya. Lakini kuna mtu alinipigia simu akaniambia, Adamu, mimi niko na pesa. Nahitaji kufanya kitu. Sawa? Naomba nikupatie hizi pesa utafute kitu cha kufanya ufanye. Unajua ni pesa ngapi? Utafunga studio. Utafunga studio. Wasema bado ziko. Nikamwambia haina shida. Lakini lazima tutafute makaratasi ya kukubaliana. Kitu cha kufanya kipo. Chaona? Na pia lengo la kufanya kile kitu nahitaji vijana wa Kwale na wao wazidi kufanya nini? Kufanikiwa. Chaona. Kwa hiyo mtu akisema Adamu ni devil, kwa sababu nishasikia mwenyewe na masikio yangu. Na mpaka wazazi wangu washafuata wakaambiwa. Aliambiwa, wewe mzee, unajua mimi baba yangu ni mchuzi wa samaki. Aliambiwa, wewe mzee bado uenda baharini kwenda kufuata samaki. Akasema kidigo, lakini mbona unaziuga? Chaona, mbona unajisumbua ile hali mwanao yuko chamani? Mzee kauliza, chamani vipi? Chaona. Yule mwanao si devil wewe. Hivi kabisa akimtamkia mzee wangu. So hao ni mambo ambayo kwamba yamekuja ni mengi. Adamu ni devil, Adamu ni mchawi. Ushaona? Adamu yatumia nyota za watu. Mimi ni rafiki wa vijana wengi. Lakini amini usiamini, miongoni mwa wale vijana ambao nakaa nao wapo ambao washatamka wazazi wao wakisema Adamu labda yatumia nyota za watoto wetu. Na pia wapo ambao kwamba ni marafiki zao wakisema Adamu anatumia nyota za marafiki zao. Nishapitia mitihani mingi kuhusiana na Adamu, mbona anafanya hivi. Kuna mwingine ashaikuja mimi, Adamu bwana nina shida, lakini bwana anasikia wewe mpaka ufanye hivi ndipo ufanye hivi. Unaona? So zipo kauli nyingi za watu ambazo kama zinaongelelewa, lakini mimi mwenyewe kama Adamu wewe hata ukiongea nini najua mimi kule ambako kwamba mafanikio yametoka. Wow, asante sana. Huyo ni Adam. Tutajaribu kupekecha tuone tunajua mafanikio yalitoka wapi, lakini kwa sasa yupo mwanadada mtandaoni aliweza kuacha jumbe. Akasema kuwa jumbe yake nilisoma vizuri sana. Akasema kuwa Adam yuko kwenye chama cha udevil na masharti aliyopewa. Alisema paka masharti uliopewa, kuwa masharti uliopewa usiwe na bibi, yani usioe. Na ndio maana paka sasa hujaoa. Inaingilianaje wewe na kutooa? Bibi yangu, nadhani mwanzo umeniuliza miaka yangu. Kwa karne ya sasa hivi, niseme karne ya sasa hivi, kupata kijana mwenye umri kama mimi ambaye ameoa sio rahisi. Sio rahisi kwa sababu wao wanasema hauna pesa, lakini kwa Adam wanasema zipo. Maisha mazuri yapo. Watu wanatembea kwa miguu minne, watu wanasukuma. Sasa kama hivyo vitu vyote viko, mbona mama jikoni asiweko? Mimi nitasema kila kitu kinakuja na wakati wake. Ndio. Na yale ambayo kwamba wanayasema ya kuwa labda Adamu kuna vitu kama hivyo, basi yeye mwenyewe. Lakini atakayejitokeza ambaye atakuwa yupo tayari kuolewa na Adamu, na nitafute. Jamani, wale mabinti ambao mnasema waume kuwapata ni shida, mnaoga mafusho 7 kwa wiki, mnamaliza pesa zenu kuwapelekea kina mganga, siwataji waganga kina nani, lakini rafiki yangu mganga Nyere nitamtaja, anawadanganya. Hapa Adamu amesema kuwa ukiwa tayari, hakusema mzuri, hakusema mbaya, wewe ukiwa tayari mtafute. Unaweza kuacha comment yako hapo chini, unaweza ku-link na mimi hapo, tukaona tunafanyaje ino connection iwe kama connection ya uhakika. Labda nikirudi kwa ndugu yangu Adam hapa. Tumeweza kuona vitu vingi sana umeweza kuvifanya. Tumeona hususan kama una mwezi wa Ramadhani, tumeona kufuturisha watu, na vile vile pia masuala ya kufungua hospital, sehemu ya boarding nini na nini. Na binadamu wao waache kusema, kuna vitu vingi sana ambavyo wao wanavizungumza, lakini labda kwa manufaa ya wao wajue kunaendelea nini. Watu wanaulizana ni kwa nini huyu Adam, yeye makazi yake mengi sana ni Maganyakulo kama ulivyosema, na ni mzaliwa wa Tiwi.
hivi vitu vyote mbona asivifanye Maganyakulo yavifanya Tiwi? Swali zuri. Swali hili limeshaulizwa na watu wengi. Lakini nataka tu niseme kitu kidogo tu. Wajua mimi nimezaliwa Tiwi. Ndio. Lakini nimelelewa Maganyakulo. Na baada ya malezi yangu Maganyakulo, Allah alipoanza kufungua milango yake ya kheri, kuna watu walisema, Adamu, mbona kule kwao hafanyi kitu? Before nifikia hapa sisi kwetu, maisha nilopitia, mimi nakumbuka nilikuwa nikibandikwa kibeseni cha bajia niende nikauze bajia na chapati. Nikizunguka nikiuza nyumba baada ya nyumba. Ushaona? Watu wakasema Adamu sasa hivi ameanza kufungukia, amefungua duka la grooming. Lakini kule kwao mbona hajengi? Ushaona? Iliniuma sana ndani ya nafsi yangu. Kwa sababu hawakujua ni namna gani maisha ninayoyapitia ambavyo mimi nakaa. Ushaona? So baada ya kukaa nikajitafakari na nikakaa na mzee wangu chini. Kwa sababu mimi lengo langu lilikuwa ninunue sehemu Maganya, nifanye zile project ambazo nazifanya kule Tiwi. Lakini nikakaa na mzee nikamshauri mzee, kuna ABCD. Mimi nitaanzia wapi? Lakini lengo langu nifanyie kila kitu Maganyakulo. Akaniambia, mwanangu, haya maneno ambayo kwamba watu wa Tiwi wanakusema nayo, wewe hata leo hii ukija ukipotea, ukishukishwa pale Tiwi Sport, hakuna mtu ambaye atakujua. Nilikuwa nikipenda sana kufuatilia kipindi cha watoto Radio Rahma. Ndio. Sasa walikuja siku moja wakaja na zawadi yangu mimi wakitaka Adam Juma. Walipofika kule walipelekwa kwa Adam Juma mwingine. Mzee akampigia huo mfano. Ananiangalia pale, alikuwa haujulikani. Kwa hiyo Tiwi hii hakuna mtu yote anayekujua kama mtu wa hapa Tiwi. Kwa hiyo kama una kitu cha kukifanya mwanangu, kifanye ndani ya hilo Tiwi, ili wewe ni mtoto wa Tiwi ujulikane kama mzaliwa wa hapa Tiwi. Na ndio maana mpaka leo hii niko na nyumba 79 kwa ajili ya kusaidia community nimezifanya ndani ya Tiwi. Lakini kama nyumba 5 nimezifanya Maganyakulo. Okay. Wow, huyo ni Adam Juma. Naona tumesikia vitu ambavyo labda tungependa kuvisikia. Labda mwisho kabisa nikiweza kumalizia katika kipengele hichi ambacho ni cha kwanza kabisa kuwa na Adam Juma ndani ya nyumba, ningependa kumuuliza swali la balagha kidogo. Adam, wewe una marafiki wengi sana? Unazungumziaje marafiki kwa ujumla? Kwa sababu tumekuwa na heka watu wanasema kuwa, wengine wanasema marafiki sio watu wa kuamini, wengine wakisema marafiki ni watu wazuri, wengine wakisema marafiki ni kama ndugu, wengine wakasema urafiki hawezi fikia undugu. Wewe kama Adam, tukizungumzia urafiki unaubebaje hasa? Urafiki, kwanza mtu huwezi kamilika kama hauna rafiki. Ndio. Bado haujakamilika. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kuna vitu ambavyo kwamba wewe huwezi kuvifanya ama huwezi kumwelezea hata mzazi wako, huwezi kumwambia. Lakini unapokuwa na rafiki, kile kitu unafanya nini? Unaweza kumwambia, mimi bwana, kuna ABCD, naomba unishauri nifanye nini. Mimi kitambo nifungue duka la Adam's Grooming, nilishauriwa na rafiki yangu. Okay. Wa karibu sana. Nilimwambia mimi niko na hii pesa, lakini nafikiria nifanyeje. Nilikuwa nikitoka nyumbani na bagi langu nikienda nikipamba, akaniambia, tulikuwa tukitenya dadi na rafiki yangu. Ni rafiki ambaye tumetoka mbali sana. Akaniambia, hiyo pesa kama waweza renti mlango na fungua mahali kwa kupamia bwana harusi. Ndio. Leo hii Adam's Grooming imekuwa, niseme ni kampuni kubwa. Kama tuko na share pale, basi atakuwa ni mtu wa kwanza. Ama tuseme yeye ni miongoni mwa wale founders wa Adam's Grooming. Kwa hiyo rafiki, kunao marafiki ambao kwamba ni ndugu, na kunao marafiki ambao kwamba wako karibu na wewe kwa ajili ya kukurudisha chini, na kunao marafiki ambao kwamba wako na wewe kwa ajili ya kutaka tu kuleta mtafaruku baina ya wewe na marafiki zako wengine. So marafiki wamegawanyika aina tofauti. Asante. Kwa haraka tutajie mambo matatu ambayo wewe Adam Juma, mtu yoyote akikuonyesha ambaye si ndugu yako, ambaye labda ni rafiki, akikuonyesha kwako haya mambo matatu itakuwa amekukera na huwezi kuwa naye urafiki.
Ni mambo gani matatu ambayo wewe Adam uyapendi, ambayo ukimwona nayo mtu yuko nayo hayo mambo matatu unasema huyu hawezi kuwa rafiki yangu? Mimi niko na duka, si ndio? Pale dukani niweke marafiki zangu, alafu nije nipate rafiki yangu amechukua kitu ama amefanya kitu pale without kuniambia. Mimi huwa si rahisi wa kuuliza mtu, sawa, lakini uje upate tu kitu kwa hali ya kutatanisha tu, kila kitu hakuna, huyo nitamhesabu ya kuwa hana malengo ya kitu ambacho kwamba anakifanya, tayari ni uwizi huo. Chaona. Jambo la pili nitasema yule amekwamba anataka kufanya kitu kwa ajili ya faida yake yeye mwenyewe, sio kwa faida ya ubinafsi. Huyo sio rafiki. Asante. Watatu nitakwambia. Nitakwambia baadaye. Haya, amekwambia wa pili. Mimi siwezi kuongeza kitu wala kupunguza, isipokuwa mimi nakubaliana na hayo. Ukiona rafiki anaweza kunyatua, jua huyo anataka kurudisha nyuma. Kwa hiyo usiweze kukubali kurudishwa nyuma. Tumekuwa naye Adam Juma, wanakwambia kuwa wewe kama ni bwana harusi, kama unahitaji kuweza kupambwa vizuri kabisa, unaweza kumtafuta. Tutaweza kuhakikisha kuwa ametupatia zile namba zake na tuweze pia kuzipeperusha, ili mradi kwa wale wetu wapenzi watazamaji. Uzuri amesema kuwa ukijileta mwenyewe, yeye anapambwa bure, hata atakwambia kuwa bebe niongeze pesa za kupambwa, atajipamba mwenyewe huko dukani kwake. Alafu atajileta mwenyewe na usafiri. Na sasa kuna duka linafunguliwa pia la kwa bibi harusi. So haya maneno ndio. Kwa hiyo wewe kama bibi harusi pia ukija unapambwa Adam Groomings, alafu bwana harusi Adam Groomings, unakutana katikati, tunakula mchele, sisi tunamaliza maneno. Tunasema kuwa haijatosha mpaka museme basi. Na nyinyi wapenzi watazamaji, kilikuwa kipindi chenu pendwa kabisa, wanasemaje? Hatimaye wale ambao wanasema na kusemaje, leo tumeweza kuwapatia majibu machache ambao wamekuwa wakiyaulizia sana. Ni wako Babu G, Babu Great, Babu Good ndani ya Talanta Mwanza Media. Tupatane wiki inayokuja tujue ni nani na atatuambia nini. Asanteni sana.